Karibu sana mpenzi mtazamaji, it is a beautiful Friday evening. Hizo choirs zilikuwa aje? Now, those are the choirs you get here at Biblia Husema, you know, the kind of music ambayo tunaleta uplifting gospel music on a Friday evening. So, how was Valentine's last Sunday? Watu mulikuwa huko, wenye walikuwa in red, the rest walikuwa hapo, wengine tulikutana nyuma tent and the rest of the things. But anyway, all the same, the week started well na imeisha. Today, as usual, the youth talk show, tukiwaletea maswala mengi ambayo yanahusu vijana katika kipindi hiki. Karibu sana, na bila shaka tunashukuru wote ambao wamekuwa mkitazama kipindi hiki kutoka sehemu mbalimbali za jamhuri hii ya Kenya. Bila shaka ni hapa Biblia Husema Broadcasting. Bila hapa kwa Youth Talk Show, we don't fear, we talk as it is. So kama kuna swala lolote ambalo unaona tunafaa kuongelea, the numbers ziko pale chini, they are passing there. Wewe angalia and let us know what is the next topic ambayo unataka tuangazie. Of course, last week tuliongelea mambo mengi, issues of mental health, issues of young people na mambo ya kujiajiri and all that, and we are still going on. And of course, siku ya leo I want us to take a slight bench. You know, as Biblia Husema, tuna encourage spirituality and especially among the young people. And this program, as we address mambo ya young people, pia tunaangalia how is your spiritual growth. And tonight kwenye studio niko na mchungaji Meshak Mshindi ambaye atakuwa nasi akituambia maswala kuhusu vijana, na yeye kama mchungaji, yeye pia ni muimbaji, na kuambia muimbaji wa nguvu sana, ameweza kutoa nyimbo na bila shaka utaweza kubarikiwa. Ni mimi msimulizi wako TJ ama Tom Juma nikisema karibu sana kwenye kipindi chetu. Pastor Meshak, karibu sana. Naam, asante sana, nashukuru. Who is Pastor Meshak? Pastor Meshak is a man of God, born again and married with one wife and one beautiful son. Pastors hupenda kuweka hiyo. One wife and one son. Yeah. Where? Actually, I'm from Blessed National Fellowship. Yes. In Eldoret here, and we fellowship at Blessed National Fellowship there. We are located at Subaru Estate. On your way to Iten. Okay. And under my spiritual father also, Bishop Gideon Mdenyo, and my spiritual mom, Evelyn Mdenyo. Yeah, that's Pastor Meshak. I'm also a singer. Okay. And I serve at different places in the gifts. Yes. Yes. Kwa hivyo ni muimbaji. Mimi muimbaji. Na wewe pia ni mchungaji. Mimi ni mchungaji. All right? Yes. Wewe pia ni a father. A father. Mzazi. Mzazi. Okay. Yes. So let me stick to hapo kwa kuimbaji before I move on to issues ambazo zinahusu vijana. Naam. You as Pastor Meshak, ulianza kuimba lini? Actually, watu usema waanze kuimba wakati wametoa CD ama wakati wameonekana kwenye mitandao. Kuanzia high school you? Mimi nilianzia Sunday school. Aha. Yeah, nilianzia Sunday school pale, ungepata mwalimu wa Sunday school anakuambia, "Hey, tuwekee wimbo moja pale, you could sing those Christmas celebrations, you could go and sing." So, naamini uimbaji wangu ulianza nikiwa mtoto pale. Okay. Nikaja mpaka sasa hivi pia mchungaji. Yeah, nikakuwa katika kipindi cha uimbaji katika kitengo cha sifa na ibada. Praise and worship. Yeah, praise and worship. Yes. That is. So nimekuwa katika uimbaji all along katika maisha yangu ya Ukristo. So Sunday school basically ilikushape. Sunday school ilinishape. Yeah. And of course currently, as you can see. Yes. Is Sunday school still shaping? Yeah. Okay. That's true. All right. So kidogo tena pale kwa uimbaji, yeah. Nyimbo zako so far umetoa nyimbo ngapi? So far nimetoa wimbo mmoja, lakini kuna zingine tumeficha. Unaimba na marafiki, unaimba na yeah. Collabo, huwezi sema hiyo ni yako. Okay. Yeah. So yangu ni moja. One specific one. Enye ukiimba saizi hizi kamera zinavunjika. Hebu jaribu tuone without the musical instruments. Wimbo unaitwa Nayaweza. Actually nimeitoa katika kitabu cha Wafilipi 4:13. Nasema nayaweza mambo yote through Christ who strengthens me. Nguvu. I can do all things through Christ who strengthens me. Naimba nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, nayaweza
mambo yote katika yeye anitia nguvu. I see. Okay. Yeah. So that is one. That is one. Zingine ziko kwa njia? Zingine ziko kwa njia, zinakuja, ziko mingi kabisa. So watazamaji wategee, zinakuja kama mvua. Hii moja iko YouTube? Moja iko YouTube, Meshak K Mshindi. Alright. Ukienda kwenye channel yangu pale utaipata Meshak K Mshindi, na nashukuru manake watazamaji wataenda pale wakaweza kuangalia Meshak K Mshindi. Facebook pia Meshak K Mshindi, na ukifika pale YouTube subscribe, like and share. Yes. Yeah, tafurahia. Alright. Yes. Na kumbuka when you are subscribing, you can't finya subscribe wakati unafikia tapo. Let the song play. Sure. Mpaka halfway uko towards 3/4 ukisikiza ndio ufinye subscribe na ufinye hiyo bell so that anytime aki-release another song unaipata direct, the notification comes. So most of us rush to subscribe only to find that ume click, but since haiko imecheza even for 60 seconds it does not. When you subscribe you are supporting you young people. Hizi vitu za kusubscribe to Sukari alone. Yeah, there's a song of Sukari which is getting a lot of views kutoka the young people here, but kina Pastor Mshindi hapa wameimba nao huko tu, yani wezi msupport. The best support you can do is just subscribe to the song and be blessed, of course. Amen. So you started from Sunday school. Now let us talk about Sunday school. Yes. Sunday school ilikuwa ni hiyo siku yenye our time there was a best Sunday best, hapo ndio ma Sunday best zilitokea. Kulikuwa na nguo fulani ulikuwa unajua hii ni Sunday school. Yeah. I remember our time hata nguo hazikuwa, so you had to do uniform. Okay. Life really changes. Sure. Yeah, so ulikuwa unapewa 1 bob ya sadaka. Does it still work? Now I don't know if it still works. You know, things have changed. That sadaka was it 50 bob. True. It is not helping. Kila kitu, the same way umechange lifestyle is the same way hata kanisani things have changed. Even the style of giving should change. Sure. So don't feel bad mchungaji akikwambia give and give nicely. Sure. So that things can work. So we started from Sunday school, and this is where hizi talanta zilitoka. And I'm sure as Pastor Meshak alianza kuimbia hapo. For me, hata hiyo kuongea and everything ilitoka Sunday school. Sure. But vijana wao wanakuja Sunday school nowadays si rahisi. Manake utapata vijana, unajua wakati ile ungepata vijana katika umri wa 15, 16 ungewapata katika Sunday school. But nowadays mtu amefika 15 years, amefika 12 years, anaona kwamba ni mtu mkubwa. Unaona? So ukimwambia kijana kama huyo enda Sunday school, inakuwa ni vigumu kwake kidogo. Okay. Inakuwa ni vigumu kwake kidogo. So but I thought Sunday, actually let's make it Sunday church school. Yes. Comprises of miaka. Kuna watoto chini wale sisi in our church there's baby class. Yes. And then there's primary class and there's junior class and senior class ya watu wazima. True. So kuna hivyo viwango ambavyo tunaweka, na sasa unapata wale wanaenda ni wale dogo baby class. Yes. So like you say, hii group yenye inafaa ikuwe the group ambayo inafaa iongelewe sana. The let's say 12 to 18. Yes. That bracket ndio haiendi kanisani. Unajua my brother, ukipea mtoto ambaye anastahili ya kule maybe chakula ambacho ni kidheri. Yes. Huyo mtoto unampea, mtoto ambaye anastahili kunywa maziwa unampa kidheri. Kidogo kinamuumiza kidogo. Okay. Katika ibada zetu mara nyingi this time round katika generation tunapea watoto vitu ambavyo hawajafikia. All right. So Sunday school nowadays watoto ambao wamekuwa katika umri ambao umeutaja huo, wengi hawajapitia Sunday school. Yes. Na wakati wamekuja kanisani tunawapea mahubiri ambayo ni ya watu wazima. So wale watoto kuwarudisha kwenye Sunday school inakuwa ni vigumu. Na kwa sababu amesikia mambo ambayo inakuwa ni ya ukomavu, huyu mtu kumpea msingi inakuwa ni vigumu, maana yake usingi umeanzia juu. So inakuwa ni vigumu huyu mtu kuendelea. So it is good and that's why nowadays kupata talanta inakuwa ni vigumu sana kwa watu wengi. Kwa sababu wamepewa vitu ambavyo ni vizito kwao. Hawajaanzia foundation ama msingi. So very foundation katika Sunday schools matters a lot. So what you're trying to encourage the parents, ni kwamba as soon as watoto wanaanza kuongea waanze kuingia katika hiyo foundation. Okay. Na itawasaidia sana.
So what do you do kwa hawa that age now, since hawakupitia Sunday school but we need to put values kwao? I think kuweka value kwao si late. It is good tuwe na hizo groups ambao umesema, na kutakuwa na wale ambao wanawasaidia katika hiyo vitengo. Yes. Lakini so ukipata imepita so far, unapata mtu amekuwa katika age ambaye ni amevuka ameenda 20 and above. So kumpa hizo vitu ambavyo anaona kama ni vidogo inakuwa ni vigumu kwake. Foundation ina matter sana. Yes. Kwa hivyo hata akiwa katika hiyo age na alipita hakuingia katika Sunday school, it is good wakati anapokuja anakuwa nurtured, anasaidika katika maisha yake baadaye, both spiritually and physical. So yes, inakuwa ni vizuri wakati wanakuja kanisani tukiwapokea, tunawapa hiyo maadili ile ya kwanza kabisa, foundation, hadi waweze kukomaa katika maisha yao ya baadaye. Most of the parents ambao wako saizi, they are more of let me use the word teenage parents. Yes. Wale ambao walianza parenthood mapema. So they may not have seen umuhimu wa Sunday school. Yes. Ni vitu gani ambavyo vinafunzwa pale Sunday school ambavyo mzazi anafaa kujua ndio ajue kule ni kitu cha maana sana kupeleka mtu Sunday school? Nafikiri kama tu jinsi mzazi pale nyumbani anamfunza mtoto malezi, kwamba huyo ni mzazi ambaye anajua majukumu, malezi ya kinyumbani, jinsi mtoto anastahili kuheshimu wazazi, kuheshimu society ama jamii. Pia kanisani kuna zile vipengee ambazo tunapea watoto ama teenage groups. Kuna yale malezi ambayo tunapea watoto katika maisha ya kiroho, kwamba waweze kuheshimu maisha yao wenyewe kwanza, waweze kuheshimu Mungu muumba wao, waweze kuheshimu pia wachungaji, waweze kuheshimu pia wazazi wao na hata marafiki ambao ni age group kwao. Yes. So kuna misingi ambayo tunawapa ambayo inawasaidia kusaidia katika maisha ya ambayo tunaishi hii. Leo hii vijana wamepata wengi sana wameingia katika miadarati, wameingia katika maisha ambayo ni ya ulevi, wameingia katika maisha ambayo ni ya kujichanganya. So unapata hata shuleni, wakati foundation tuliweka ile ambayo ni mbaya, shuleni inakuwa ni vigumu, manake mara hii wazazi wale ambao umesema teenage parents, wakisukuma watoto shule, they expect kwamba walimu wataweza kusaidia mpaka kutoa zile vitu ambavyo vinaweza kuwasumbua wanafunzi. Kweli. But kama tulikataa kuwapea watoto foundation wakiwa wadogo, hizo vitu walimu hawawezi wakatoa. So basically inarudi kwa wazazi. Inarudi kwa wazazi. That foundation. Foundation. Na foundation mzuri, kanisa inaanza kusaidia pia. Yes. Kanisa na wazazi wanaweka foundation katika watoto, katika vijana. Kwa hivyo wakati wana grow, wanakuwa wakubwa, hawawezi toka, maana Biblia inasema kwamba mtrain mtoto ama mulete mtoto katika hali ambayo hataweza kutoka akiwa mkubwa. Hataweza kupotoka akiwa mkubwa. Very true. Kwa hivyo tunapoweka foundation katika watoto, haijalishi ni foundation gani, either nzuri ama ni mbaya, ina matter sana. Wakiwa wakubwa inachipuka. Kwa hivyo it is good watoto wawekewe foundation ambayo ni njema ya Kikristo. Hata shuleni mara hii unapata wazazi tunachagua mashule ambayo ni nzuri, kama ni mashule ambayo ni ya Kikristo pia. It is good. Tuwapeleke pale. Maadili iko sawa. Inawasaidia watoto. Okay. Yeah. So basically the foundation is very very important. Pale ambapo mtoto anaanzia. And then katika Sunday school the respect is taught. Wacha vitu. What do you think about this digital kind of escape in terms of squeezy mambo ni digital? As a church, Blessed International Fellowship, yes, do you encounter vitu za sisi ni digital? Amfai kuambiwa kitu. They are there, but do you remember the Bible says Mungu habadiliki, ni yeye yule jana na leo. So dhambi yezi jalisha kama ni ya generation hii kizazi kipya, yes, ama ni digital ama ni analog. But we have the same Bible. Na amesema kwamba tusibadilishe chochote kwa Biblia. Kwa hivyo when it comes in teaching and giving foundation to children, we as a Blessed National, we as a Christian, we need to give out the good a foundation to the children according to the Bible. Yes. So there is no digital in the Bible, there is no analog in the Bible. It is same yesterday, today and forever. Yeah. So the Bible bado ni ile whether you are digital. Okay. Yeah, actually it is true. Yeah. Hata versions zikichange, they are just changing versions, but yes, the words ni zile zile. No one will ever write another Bible. True. Hata ukijaribu kuongeza hizo ni zako. True. The Bible remains the same, the values remain the same. So whether wewe umesomea 25th century na wengine umesomea 18th century, hiyo ni shauri yako, the Bible remains the same. Yeah.
I have a problem na hii age ya 18 and 20 with, especially when they're struggling with the issues of mental issues. We have people ambao wana deal na mental health. And there's something about counseling inside the church ambayo kanisa linaweza kutusaidia sana, especially when you hear mtoto anaanza kuua mzazi. Yes. Is it end times? Mambo haya yalitabiriwa, lakini huwezi sema tu kwamba ni end time, so kila mtu atauana. Okay, bado. Bado. Not yet. Not yet. So hii foundation. Je, unampa mtoto foundation gani? You see? Hawezi sema kwamba it's end time, so kila mtu atauana, watu watafanya namna gani? Unaona, kuna upendo itapoa ya wengi. Lakini it is good tupeane maadili mema katika jamii. My brother, maadili ya vijana aswa katika hii generation imekuwa tofauti sana. Imebadilika. And it is good we as parents, we as men and women of God to come up together and give the good foundation. And also especially for parents. Wale ambao ni wazazi ambao ni wale ambao wameokoka, wale ambao ni Wakristo. Wanastahili kuja na kusaidia pia watoto wao. Tusiache tu watoto katika society. Tusiache watoto katika internet. Tusiache watoto katika maisha ya digital iwasaidie. No. Maana kwa sababu kidogo tu kuna mambo ambayo yanafanyika kwa sababu foundation tunaweka. Yes. Watoto wameanza kuona vitu ambavyo vinaelekea katika mitandao. Mambo kama ya suicide haya. Wanaiga katika mitandao. Nani anawafunza? Hakuna mzazi atafunza mtoto wake jinsi ya kuoa. Very true. So foundation ambayo tunaweka pia inaashiria pakubwa sana, ina play a big role. Do you as a church agree that wanafaa wapewe their time wajiwachilie? You know, there's this word of kujiwachilia, you know? Like let them dress the way they feel like dressing, dance the way they feel like dancing, go for trips and all that. Yes. As a church, is it acceptable? Because you are trying to bring them close. Okay, it's accepted, but also it's a foundation. Whatever we sow, we shall reap. So hatuwezi sema tunaachilia watoto the way watavaa, the way watafanya nini, happy wakule happy, kama ni kuenda out waende vile waende hauli. Kuna jinsi ya kuiweka pia. Foundation matters a lot. Leo tutaweka watoto katika jinsi ambao wanataka, lakini kesho kuwarekebisha itakuwa ni vigumu. Itakuwa ni vigumu. Kwa hivyo hata kama ni kwenda out tukatai, it is good. But the way tunaipeleka, je, tunaifanya kama kidunia ama tunaifanya kama kanisa? So foundation in everything matters a lot. So hiyo shughuli wanafanya in church is regulated. Regulated. Okay. Yeah. Not just fanya vile unataka. No. No. All right. So wenye wameshindwa kutoa the line, wao wanajitoa wenyewe polepole. Watajitoa wenyewe lakini baadaye watakuja baadaye. Kuna wengi tumeona wanakuja wanalia. Wanasema kweli mtuweka katika line ambayo inafaa tukajiondoa, lakini tumerudi tunaomba msamaha, hatutaelekea tena kule. Maana walienda wakaona kuna vitu ambavyo havikuwasaidia. Yes. Yeah. Blessed International Fellowship, you are talented. Do you nurture talents za vijana? Because wako ndio kanisani, we need to bring out the talent in them. The way wewe pia ulitolewa talent from Sunday school. We do nurture talents. And one of the reason I can say we nurture talents, mimi ni mmoja wao. Kwa sababu kama singekuwa hivyo, nisingelikuwa nimewekwa katika kitengo cha uimbaji, katika kikundi cha sifa na ibada. Kuna kuenda pia uinjilisti. Kuna mambo mengine ambayo tunaifanya ndani. Kuna wale pia ambao wanacheza vyombo. That's a talent. Kuna wale ambao tutawaweka katika vitengo pia vya kufanya counseling courses. That's a talent. Mtu akifanya kama anajua pale ndio amebobea, anaweza akafanya. So we do encourage talents, we do encourage those gifts and everything. Because kama tutapea vijana wetu katika makanisa ama katika nyumbani, hatutawapea motivationals, dunia itawafunza. Maana pia dunia pia wako na talents zao. Very true. So it is good also we give them opportunity so that they can play their role. There's a team of young people sasa wale ambao, let's say the hope is gone. Yes. I can talk about teenage mothers, the teenagers ambao wamekuwa teenage mothers. How do we bring them in? Technically outside there wameachiliwa. And that's why most of them are growing bitterly. The church. You know, church plays a big role in every corner of life.
be it in government, be it in a society, in a family. Church play a big role. So those that have been abandoned, those you say the teenage mothers. Kuna roles zao pia. Okay. We've encouraged a lot of women ambao wamekuwa abandoned, wamekuwa discouraged and rejected. Na tumeona wengi sana wamekuja na wameweza kuelekea katika laini ambayo inafaa, wamesaidika. Kwa hivyo hata kama wanakata tamaa, kanisani ni mahali ambapo kila mtu anakubalika. Ni mahali ambapo kila mtu anakubalika. Kwa hivyo tunawaambia wasiweze kata tamaa na wakaweza kukimbilia makanisani, kuna maadili ambayo itawasaidia. Tumeona wengi ambao walikuwa wamekata tamaa pia wametoka katika ndoa zao nini, lakini baadaye Mungu amewarejesha na wameweza kurejea pia katika ndoa zao. That is a church. What can you tell about the young people who are rushing into marriage? Ama mimi sina mimi ndo naona rushing. Maybe it is a normal thing. Okay, in this generation yes. Imekuwa ni normal thing. Okay. Imekuwa ni normal thing. And ni mwili pia inasumbua. Aswa kwa vijana ni mwili inasumbua. Yeah, wako haraka. And that's why I've said everything matters because of the foundation. So foundation kama iliwekwa vibaya. Yes. Wazazi kama walitelekeza watoto, wakawaachilia, wakawafanya mambo kama hayo. Pia unapata mtoto akifika katika hiyo age anakuwa na mbio. Na akikutana pia na wale watu ambao wako kule nje, watu wa duniani pale, watawasumbua. Yeah, kwa hivyo foundation ina matters a lot. And then wakija church unapata kwamba kuna mambo ambayo tunawasaidia, kuna wapa encouragement na kuna stages ambayo tunawapea, counseling courses and all those things. Yes. Wakati wamepata hizo programs zinawasaidia, unapata pia inawapa kuwa na busy. Unajua kuna wale ambao pia wanakuwa idle. Yes. Ukikuwa nje kule unakuwa idle. Kuna vitu ambavyo hutafanya. But kanisani umesema kuna vile tunaweza nurture talents. So unajua kwa katika hiyo talents you just give the best. Unataka kutoa every day the best. So unakwamilia katika talanta yako. Unajua hii kitu inaenda kuzalisha. But if you are idle, you can't get anything best. Yes. Unakuwa idle na idle mind is a devil's workshop. Yeah. So shetani anakuja anapanda vitu ndani yako. Unajiingiza katika mambo ambayo ni maovu. Kama ni vijana wale we call them gentlemen, watajiingiza katika madawa za kulevya, watajiingiza katika anasa za dunia. Kama ni wadada utapata mtu anataka kukimbia katika ndoa haraka. It's not good. Yes. Because kutakuwa pia na consequences zake. True. So I don't encourage teenage or the youth to run into marriage wakati muda wao haujafika. Do you have anything kwa hao ambao wako shuleni sasa? The school going, this group of teenagers going to school, do you usually have any programs for them? Yeah, we do have programs for them, and of course you've reminded me this from 27th this month we are having a great impact. February ama March? This February. Okay. At the Blessed National Fellowship. They should come. We do have programs in every month for youth. So hiyo inawasaidia sana. Wale ambao wako shule kama ni day scholars wanaweza kuja. Wale ambao ni boarders, every end term we encourage them. They come, we give them a training, whatever course they want. So inakuwa ni ya baraka sana katika maisha yao. So hata wakifunga shule, we will be having something for them. We will be having something for them. Every end month. So wale ambao wako idle hawatapata nafasi ya kukua idle tena. Inawasaidia. Ukienda kanisani, there are several roles that you can play as a young person. Sure. Apart from uimbaji, now the praise and worship team. Kuna any other roles which the youth should take? Wachana na hii yenye wanafikiria. There are roles which they are supposed to do. That zenye kanisa ina expect young people wakuje, but they don't. What can you encourage them? The roles to play. Kuna roles nyingi za sana kucheza katika kanisa. Do you know nowadays kuna mpaka hata clubs zile za football. Oh, yeah, play football. Zipo kanisani nowadays. Yeah. If we don't motivate them in this, watajipata wako kwa zile zingine. Okay. But if they come, we give them a club, naambia hii ndio football club yenu ya Kikristo. Then we go out, we do evangelism through that football. They can come also. Kuna wale ambao nowadays tumeleta mpaka computers katika makanisa. Wanakuja katika makanisa, tunawatrain on how to operate the computers. Okay. Kuna wale ambao watakuja kama muziki, tutawafundisha jinsi ya kufanya muziki, jinsi ya kuplay those drum sets, keyboards, guitars, vocals, not just only praise and worship team, ambao kitengo ambacho watu wanastahili kutazamia sana. Yes. Kwa sababu kuna vitu vingi sana katika
even administrations. Nowadays tunapeana those programs katika makanisa. So kanisa iko na umbrella na branches nyingi sana ambazo zinaweza kusaidia watu wengi sana. Kwa wale ambao wanajihisi kwamba sio tu wanaweza kuimba, wanaweza kufanya mambo mengi sana. So technically kuna mafunzo ambayo unapata kanisani. Yeah. So that usikae tu nyumbani kuwa idle the whole day ukiwatch series and yet kuna kitu unaweza gain. If you have computer classes you can go hapo kanisani. So unaweza join praise and worship team. Unaweza kuja ujifunze keyboard so that at least ukue one of the tough guys wa keyboard na drums depending on your church pia. Usiforce sasa pastor akununulie kama kwenu hakuna. Deal na yako. You can be an usher because that is another role yenye unaweza fanya very comfortably. Let the young people, you are still energetic, wewe unaweza onyesha watu mahali pa kuketi. Usilet watu wazima kufanya kazi ya ushering. No, umeketi unangoja kuambiwa songa. A very obvious thing. Wacha zako wewe. You can form a football team ya kanisa. In fact, starting I know we are going for another break of almost 7 weeks. Wakati hao wengine watakuwa wanafanya KCP na KCSE. So during that break, before muende mrudi term ya mwisho, it will be very good that I wish to see a football team in every church of young people. I think hapo ndio watakuwa wanaenda kufanya tizi kila siku. Sure. They'll not have time ya kimbia kufanya other things. Sure. Or a volleyball team depending on uko wapi. True. Ama athletics team. Wewe kama ni mtu wa huku. It's only in Uasin Gishu ndio unaweza kimbia and nobody will bother. Lakini Western ukikimbia utashangaa na huyu. But huku kuna watu wanaamka by the saa 11 kukimbia. Wanakimbia. You are good to go. Yes. Lakini Western ukikimbia saa 12 utashukiwa. You will be branded. So take the advantage. Use this time. I can see this church iko na a lot of comprehensive things to do and especially to do with talent for the young people. True. To the parents. Yes. Wanafaa wa handle our young people namna gani? On how to bring them up? Yes. Yes. Currently, especially hii squad ya sahi, hii 14 to 18 years sahi. Squad How yes. should the parents handle? We can't blame the children. We can't blame the parents. Sometimes it is good to come up together. Okay. Na vile nimesema foundation ni kitu ya maana sana. Nasisitiza sana msingi kwa sababu hapo ndio mwanzo wa kila kitu. Yes. Hata nyumba ndio ikuwe kubwa, unahitaji msingi. Gorofa ndio itengenezwe iende juu kiasi gani, unahitaji msingi. Elimu inahitaji msingi. True. Pia malezi, wazazi na wanafunzi na watoto wao inahitaji msingi. Kwa hivyo na kulea watoto vizuri ni nadhani mimi nimelelewa kanisani. Sioni kama kuna kulea watoto vizuri kwingine nje ya kanisani. Very true. Sababu pale kuna maadili ambayo inapewa kuliko maadili mengine. Yes. Na inasaidia sana. Foundation matters a lot. Respect matters a lot. Sure. What is your parting shot kwa hawa vijana? And of course kwa wale watu wanatutazama in 60 seconds unaweza kuwaambia nini? Vijana nawaambia kwamba hata mimi ni kijana na maisha ni polepole. Hakuna kilicho na mwanzo ambao kinakosa mwisho. Kwa hivyo vitu vyote ambavyo tunakimbilia hivi vina mwisho. Lakini kitu ambacho kimoja ambacho hakina mwisho ni Mungu wetu peke yake. Na tukikuwa ndani ya Mungu hana mwisho. Kwa hivyo tukimtegemea, our hope is endless. Kwa hivyo nawaambia vijana tuingie kanisani, tuingie katika zile program na tuheshimu wazazi wetu, mambo yetu itakuwa mzuri. Even the career that we are choosing, even the education that we are choosing, without God, everything is in vain. Wow. Yeah. That's a very nice way to end it. And of course, just to remind you that the Bible is the same, yes. Whether you are digital or analog. Okay, so asante sana kwa kujiunga nasi katika kipindi hiki cha The Youth Talk Show. Unfortunately, muda umeweza kuisha, you know, it's always 8 to 8:30. So that we bring in Reverend from Oasis atupatia sasa mahubiri. And of course, kupitia The Youth Talk Show kuna mengi sana ambayo utazidi kujifunza. And natumai kwamba pia wazazi we are getting 1 or 2. Shout out to all the fans out there, wale ambao wamekuwa kifuatilia kipindi hiki. We know you. So ni majina tu imepotea but I know you. Hata unanijua. So thank you so much katika sehemu zote hapa nchini Kenya, katika kaunti ya Uasin Gishu, Nandi, Trans Nzoia. We love you here at Biblia Husema Broadcasting. There are those who are asking, can I play my song wakati wa that show?
It's only a 30-minute show. Siku yenye tutaamua, producer akisema tuchape 1 hour, we shall be having breaks of a song in between. Hata Pastor Mshindi yake bado hija play. Yeye ametuimbia tu, maybe unaweza tuimbia ikiisha. All right, thank you so much. Marudio kumbuka ni kesho Saturday saa 9:30 mchana, and of course see you again next Friday. Have a great Friday evening.